Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 21 hadi ya 33 na aya ya 36 hadi ya 38. Yohane anazungumza muda ambapo Yesu alikuwa anakula chakula cha jioni siku ya Alhamisi Kuu pamoja na wanafunzi wake. Yesu anaonyesha moyo wa kufadhaika katika roho yake na anawaambia wanafunzi wale aliokuwa nao katika ile karamu ya mwisho, anasema maneno haya: amin, amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Na wanafunzi wakaanza kutazamana huku wakiona shaka ni nani anayemtaja. Anazungumza juu ya usaliti kutoka kwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Petro akiwa pamoja na wenzake wanaanza kuwa na mashaka. Kwa nini walikuwa wana mashaka? Kwa sababu mbele za Mwenyezi Mungu hakuna mtu yeyote yule ambaye anaweza kuwa na uhakika kuwa hana hatia au hana dhambi. Wote huwa na mashaka, yaani wote huwa tumetenda dhambi. Petro aliyekuwa ni mtu wa kielele, mtu wa kusema kila jambo linalotokea mbele yake, hakuweza kuwa na uthubutu pia katika hilo. Aliingiwa na mashaka. Anamtuma Yohane amuulize Yesu ni nani anayemtaja. Petro hakuwa na ujasiri. Yesu akajibu akasema, mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa ndiye atakayenisaliti. Maana yake, wakati wa mlo Wayahudi walikuwa wakichukua mkate ambao ulikuwa ni mkavu, wanauchovya kwenye mchuzi, na akiuchovya kwenye mchuzi anampatia yule aliye rafiki yake, yaani kwamba wamekula mkate mmoja na wao wanakuwa mwili mmoja. Kuchovya mkate ni kumpa Yuda lile alilokuwa anataka. Ndio maana akasema, unataka lifanye upesi. Na kisha shetani akamwingia Yuda na Yuda akatoka usiku ule. Hapa tunaanza kuona anguko la Yuda Iskarioti. Yuda ambaye alikuwa ametoka katika kabila la Yuda, na ili kabila la Yuda ambaye yule Yakobo alikuwa ana watoto 12. Mama yake Yuda alikuwa anaitwa Lea katika Agano la Kale. Yeye Yuda jina lake lilimaanisha kwamba nitamsifu Bwana. Na katika ile Agano la Kale, Yuda ndiye aliyepanga ule mpango wa kuweza kumuuza Yusufu kwa Waishmaeli, na ndugu zake wakakubali wazo lake. Tunapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya 27. Na baadaye sasa katika ile Agano Jipya ndio sasa anaingia katika mpango wa kuweza kumuuza Yesu. Kama vile jina hili lilivyotumika katika Agano la Kale, vile pia jina la Yuda linakuja kutumika katika mpango wa kuweza kumuuza Yesu. Anguko lake lilianza wapi? Katika Yohana sura ya 13 mwanzoni kabisa, ni siku ambapo Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na ni siku ambapo Yesu aliwaosha miguu mitume wake katika chakula kile cha jioni. Alipowaosha miguu mitume wake, Yesu alisema, ninyi mmekuwa safi, lakini si nyote, mmoja wenu atanisaliti. Yohane sura ya 13 aya 10 hadi ya 11. Ndio hapo tumeona kwamba wanafunzi wanatazamana, na baadaye Yesu anampatia tonge, anampatia ile mkate, na Yuda anaondoka kwa sababu shetani alikuwa amemwingia usiku ule. Tunajifunza jambo hapa. Siku zote katika safari ya mwanadamu, usiku ndipo ambapo wanadamu wengi wanamwacha Bwana. Ni usiku ndipo ambapo matukio mengi ya kumkana Bwana yanatendeka. Na baadaye utakuja kuona kwamba ni usiku ule ule ambapo pia Petro alikuja akamkana Bwana. Kitendo cha kutoka na mara kitendo cha kutoka katika ile ibada, yaani katika ile ibada ya Alhamisi Kuu usiku ule,
katika ile misa ya kwanza, kitendo cha Yuda kuondoka kati ya misa kilionyesha kwamba alijitenga na Ekaristi Takatifu. Hata mitume hawakuweza kugundua kile alichokuwa anakifanya. Tunajifunza jambo gani hapa? Usitegemee kwamba katika safari ya maisha yako ya kiroho utaweza kumtambua kwa wepesi mtu yule ambaye shetani ameshaingia ndani mwake na yupo ndani ya kundi la wapendwa, ndani ya kundi la waaminio, ndani ya kundi la wanakanisa. Huwezi ukamtambua yule ambaye shetani ameshamuingia na baadaye anakuja kuleta usaliti ndani ya kanisa. Narudia tena, usitegemee kwamba katika maisha yako ya Ukristo yule ambaye mnamuona kwamba ni mmoja wenu ndani ya kanisa, ni mmoja wenu ndani ya kundi, na shetani amekwisha kumuingia na tayari ameshabeba roho ya usaliti, kuweza kulisaliti kanisa, kuweza kulisaliti lile kundi, kuweza kuwauza. Msidhani kama mnaweza mkamtambua mapema. Yuda hakutambulika wakati wa mazungumzo kati yake na Yesu hadi anakuja kuondoka. Na watu wale ambao katika ibada za misa takatifu, katika ibada ya Ekaristi Takatifu, huwa wanatoka nje ya kanisa na baadaye wanarudi wakati wa liturujia inavyoendelea, uwe makini sana na watu kama hawa, kwa sababu ndani mwao roho ya Yuda, roho ya usaliti huwa inakuwa iko ndani mwao. Wako bize sana kuzunguka kanisani wakati ibada inaendelea. Yuda anafikiriwa kwamba anaenda kutoa sadaka kwa maskini, lakini kumbe anaenda kupanga mipango ya kuweza kumsaliti Yesu. Aliingia ndani ya timu ya Yesu ili kufanya vita ndani ya timu ile ya Yesu na kuweza kulisabatisha kundi ndani yake. Alipoondoka ndipo Yesu anasema, sasa basi Baba, umtukuze mwana wako kwa utukufu ule ambao kwao ulinitukuza. Tuangalie anguko lake. Anguko la Yuda lilikuja kwa sababu ya tamaa ya mali. Hadi leo watumishi wengi sana ambao Yesu alikuwa amewaita kwa sababu ya tamaa ya mali wameanguka. Wameliuza kundi, wamemuuza Yesu tamaa ya mali. Wameacha utumishi, wameacha kusudi la Mwenyezi Mungu aliyokuwa amewapatia. Katika wiki ile ambalo Yuda anaanguka kwa sababu ya tamaa za mali, aliona kwamba mali ni nyingi, pesa ndio muhimu zaidi, hadi akaja kumuuza Yesu. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe na roho hii ya tamaa ya mali kwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Vile vile pia anguko la Yuda ilikuwa ni kujitenga na Ekaristi Takatifu. Hadi sasa ukijitenga na Ekaristi Takatifu, ukijitenga tu na Ekaristi Takatifu, anguko lako litakuwa ni kubwa sana. Utaingia katika dhambi ya usaliti. Yuda alipojitenga na dhambi hii, alipojitenga na Ekaristi Takatifu, ndipo anakuja kumuuza Yesu. Basi baada ya hapo Yesu alipokwisha kutoka, akasema sasa mwana ametukuzwa, mwana wa Adamu naye Mungu ametukuzwa ndani mwake. Mungu naye anamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Yesu anavyoendelea kuzungumza juu ya mateso yake, Simoni Petro anamhakikishia, anasema kwamba Bwana, unakwenda wapi? Yesu akasema, ninakoenda huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Simoni Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akajibu akamwambia, Petro, unalozungumza ulijui. Amin, amin nakwambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Anatabiri juu ya kumkana huyu Petro anavyomkana Yesu. Tumuombe katika kipindi hiki cha wiki kuu, Yesu Kristo atusaidie tudumu katika ufuasi wake. Kupitia vile tunavyomkiri Yesu, tusimkiri kwa midomo kama Petro, baadaye tukaja tukamkana. Tusije tukaingia katika tamaa ya mali, baadaye tukamsaliti Yesu. Tusije tukajitenga na Ekaristi Takatifu na baadaye tukawa wasaliti, na baadaye ikatokea matukio ya Yuda aliyejinyonga. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.